Hii ni Global TV Media, mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kutufuatilia kwa wakati huu. Tunayo matumaini ya kwamba unaendelea kuwa muheri wa afya hapo ulipo. Mtazamaji, kama tulivyokujuza ya kwamba Global TV Media utakuwa napata vipindi vinavyohusikana na sekta tofauti, ikiwa sekta ya siasa, uchumi na hata soka. Vivyo hivyo utakuwa kiweza kunufaika kupitia chaneli yako hii ya Global TV Media. Na hivyo basi leo tutakuwa na mazungumzo na mmoja kati ya watu wanaoandaa michuano ya Tanganyika Cup kwenye sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, na vivyo hivyo ni mmoja ya kati ya watu wanao sapoti michuano ya tunamenti ya makata ndani ya mji wa Baraka. Ndiye ambaye tutaweza kuzungumza naye katika siku ya leo, na hivyo basi tutazungumza naye mambo mengi zaidi sana. Utaweza kufahamu mambo mengi kutokana na michuano hiyo ya Tanganyika Cup imekuwa kwenye hatua gani. Vivyo hivyo utaweza kufahamu upande wao kama vile ambao wanaendelea kusapoti michezo ya eneo ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka, kutokana na kibarua ambacho kimeandikwa na Lifski, uongozi wa soka ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Waliweza kutoa kibarua cha kufanya uteuzi mpya wa kamati ya muda ya SEFTA au Cercle de Football de Tanganyika, na hivyo wao upande wao wameipokea namna gani, na mengine mengi utaweza kuyafahamu kwenye mazungumzo haya ambayo tutafanya naye mmoja kati ya watu wanaoendelea kusapoti michezo ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka. Kwanza wacha nikujuze kwamba mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, kama vile mtangazaji wako wakati huu. Basi wacha kwanza tuanze harakati hapa za kuweza kumtafuta kwenye line ya simu. Wacha kwanza tumsake hapa kwenye line ya simu. Mtazamaji na msikilizaji, tuko katika harakati ya kumtafuta mmoja ambaye tutaweza kuzungumza naye hapa kwenye line ya simu, na punde tu akiweza kunasa basi tutaweza kuanza naye mahojiano moja kwa moja. Hapa tayari tumekuwa naye kwenye line ya simu hapa. Wacha kwanza nimkaribishe. Jambo ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Sadik Bertin. Nimeshukuru sana kwa mara nyingine tena usisha kwenye mambo ya soka yanayoendelea hapa kwetu Fizi ama DRC. Mie kwa sasa naishi hapo Marekani, lakini macho na miguu na moyo iko DRC, hasa tarafani Fizi. Naam, wacha nikumbushe wasikilizaji wetu na watazamaji ya kwamba wewe sio mtu mgeni kabisa kwenye vipindi vyetu tofauti vya masuala ya soka. Na labda raia ambao wanakusikiliza au wapendelevu zaidi wa soka wanaokusikiliza kwa muda huu wangependa kufahamu namna maandalizi ya Tanganyika Cup yanavyoendelea katika sekta ya Tanganyika hadi kwa sasa hivi. Maana siku zilizopita ulionyesha jamii ya kwamba mko katika harakati za maandalizi na kuna vifaa tofauti ambavyo vimekwisha kuwa tayari kutoka huko Dar es Salaam. Na labda maandalizi yanaendelea namna gani kwa zaidi sana? Asante sana ndugu mtangazaji kwa kuniuliza swali kuhusiana na mambo ya Tanganyika Cup. Kwa sasa Tanganyika Cup imefikia hatua ya nusu finali. Kama watu wengine wanavyojua kwamba Tanganyika Cup inaendelea na imepitia mambo mengi, imepitia changamoto mingi, lakini kwa sasa tumefikia hatua ya nusu finali. Bahati mzuri kuna timu 4 zimefika nusu finali. Timu ya kwanza ambayo imefika finali ni timu ya Nyuki kutoka kule upande wa City ya Rusambo, lakini pia kuna timu nyingine inaitwa Mboko Sport kutokea Mboko kama vile ninavyojua, lakini pia kuna timu nyingine ambayo inaitwa
TBC. TBC ni timu ya Sanza kama vinavyojua ama vinavyoelewa, ni kijiji cha pale karibu na Nundu. Lakini pia timu nyingine ambayo imefika finali kupitia forfait ni timu ya Tushen. Hizo ndio timu nne zimefika hatua ya nusu finali. Labda mtu mwingine anajiuliza mbona wametaja Tushen kwa nini, na wakati Tushen ilicheza na FC Muungano na ikashindwa kwenye mikwaju ya penalty. Ndio ilishindwa kwenye mikwaju ya penalty, lakini kulingana na sheria ya Tanganyika Cup, sheria article 19 ilifanya timu ya Muungano ikiuka sheria, na hiyo ilimfanya kupoteza mchezo wa nusu finali dhidi ya Tujene, na Tujene imepita kwa finali kulingana na hiyo kriteria, na hiyo ndio sababu ya kusema labda tumetaja Tujene kwenye hatua ya nusu finali. Na Tujene itacheza na TBC kwa nusu finali, na timu ya Nyuki itacheza na timu ya Mboko kwa nusu finali. Kwa kifupi ni hiyo kuhusu mambo ya Tanganyika Cup. Lakini pia uliuliza swali kuhusu mazawadi. Ndio, zawadi zimefika kwa leo. Sasa livi ninavyosema na wewe, tayari zawadi zimefika, na najua leo siku ya pili tarehe 27 ama kesho, kwa sisi hapa ni tarehe 27, sijui Kongo ni tarehe 28. Kuna utaratibu ya viongozi wa SEFTA kugabizana na mtu aliyekwenda kununua vifaa hivi vya Tanganyika Cup, kugabizana ile zawadi ambayo tuliahidiana, na baada hapo SEFTA itatoa kalenda ya nusu finali na finali. Hiyo ndo utaratibu na makubaliano tulikubaliana, na sasa tunasubiria kwamba SEFTA itatoa kalenda mpya. Umeonyesha kwamba mpo katika harakati za maandalizi, na labda sijui michuano hiyo inapangwa kuweza kutamatika wakati gani zaidi sana? Ni kama tulivyokuwa nakubaliana kati ya SEFTA na sisi masponsa wa Tanganyika Cup. Tulikubaliana kwamba tournoi ikifika sehemu ya nusu finali na finali itasimama kwa muda mfupi, tuhakikishe vifaa ambavyo vilihitajika vimefika, na vikishafika mikononi mwa SEFTA italeta notification yenyewe itaendeleza mechi za mwisho, kwa sababu hatukutaka tuchezeshe nusu finali na finali bila kujua vifaa viko wapi. Na ilitupa nafasi kama vile sponsoro kutuma mtu Dar es Salaam na kununua vifaa, na tayari vimefika. Na labda tukirejea nyuma kidogo, namna gani mnavyoona wapendelevu wa soka wa ndani ya sekta ya Tanganyika wanavyoendelea kupokea tournament hii ya Tanganyika Cup ambayo mlianzisha katika maeneo hayo ili kuweza kukuza vipaji vya watoto wazaliwa wa sekta ya Tanganyika? Ya ndugu mtangazaji, hiyo ni swali nzuri, tena nzuri sana, niseme kutoka moyoni. Ni swali nzuri. Najua kwa sasa ni asilimia niseme 60% ya wakahaji wa sekta ya Tanganyika, wapendelevu wa soka wa Tanganyika, walishukuru sana kuanzisha mchuano huu wa Tanganyika Cup, kwa sababu vipaji vingi vimeonekana, wengi wamependa na wamefurahia. Lakini pia kuna baadhi ya changamoto. Timu, viongozi wa matimu na baadhi ya wachezaji na matimu hawajui sheria, na hapo sisi kama vile sponsoro tuligundua kwamba EFI iko na kazi ngumu, na EFI kwa miaka yote imefanya ina madhaifu makubwa kwa upande wa kufundisha viongozi, kwa sababu kama kwa timu 34 zilizoshiriki kwenye michuano ya Tanganyika Cup ni timu zisizozidi 5 ambazo zinaelewa sheria ya soka ama ya michezo kwenye sekteri ya Tanganyika ama kwenye circle yetu ya Tanganyika. Ni timu chache sana zinaelewa sheria, na hiyo imeleta changamoto kubwa sana kwenye kupanga, kupambana, kuleta mambo mengi ilipitika wengi, kwa sababu wakati tulitoa sheria za Tanganyika Cup sisi kama sponsor, labda nitafafanua vizuri zaidi, hata niseme kweli kwa hili, kwa sababu wakati sisi sponsor tunatoa pesa kwa support SEFTA, tuko partner direct wa SEFTA. Kazi yetu sisi na lengo yetu sisi ni kukuza vipaji vya chipukizi wa sekteri ya Tanganyika. Sasa SEFTA ni lazima ifanye kile kulingana na malengo yetu. Tulitoa baadhi ya sheria
zenye CFC itafuatilia. Lakini pia CFC kuna sheria za mchezo kulingana na mpira kule Kongo, na hiyo ilileta changamoto kubwa sana. Timu mingi hazijui sheria, na tulifanya vikao mbili kwa kuonyesha kwamba kinyanja kwanza tulitoa sheria zenye sponsor pamoja na CFTA tulishirikiana, lakini pia tulifanya kikao cha mwisho cha kuonyesha amendement de constitution ya reglement d'ordre intérieur yenye tulileta ili itaendesha tournament, lakini timu nyingi hazikufuata kabisa, na hiyo ni changamoto kubwa tulipata. Lakini 60% wanasoka wa Tanganyika walipenda sana kuleta tournoi Tanganyika mu sekeri ya Tanganyika ama mu CFTA, na hiyo kwa sasa faida na wachezaji wengi wameonekana. Naamini kwa miaka 5 ambayo tumepangilia Tanganyika Cup mazuri itakuwa mengi na itakuwa vizuri zaidi, na ndio maana tulikaa kama sponsor pamoja na viongozi wa CFTA pamoja na watu walisikia ama baada ya mapungufu tulio kwamba kuna umuhimu wa kufundisha viongozi. Ndio maana ndio changamoto tulipata sana, lakini kwa sasa najua napanga kufanya seminar ya ba kocha na ba kapiteni ba secretaire porque tukienda na championnat bisilete la shida sana. Tuligundua kwamba kuna matatizo mengi tena mengi sana kwenye viongozi wa michezo, na sio tu Tanganyika, Fizi mzima. FI na mapungufu mengi kwa sababu timu nyingi hazina mafunzo. Ba secretary bengi wana mafunzo, ba president batia wana mafunzo, ba kocha wana mafunzo. Yaani tuko nyuma sana tena sana. Yaani tuseme ni mengi tutawahi kusema, lakini wacha nishito pale kwa kifupi. Labda tukiachana na hayo, Bertin Sadiki, tukiachana na mambo ya maandalizi ya Tanganyika Cup, labda tuangazie swala hili la kuna kibarua ambacho kimeweza kutolewa na uongozi wa soka katika jimbo la Kivu ya Kusini, Livski. Labda ukiangalia umetoa kibarua tangu tariki 24 ya kutia kamati mpya ambayo itaongoza soka kwa muda pale wa mwaka mmoja. Nyinyi upande wenu mmepokea namna gani hii kamati ya normalization ambayo imeweza kupangwa na uongozi wa soka katika mkoa huu wa Kivu ya Kusini? Ndugu mtangazaji, kweli hata niseme hili kutoka moyoni. Mtangazaji ni mtu kweli anambuni na anaona mbali. Mpaka ufikie kuulize maswali yote ulipeleka Tanganyika Cup unanirudisha mpaka kudiski. Yaani sama. Wacha basi nitoe niseme yale yako moyoni mwangu. Mimi kwanza niseme kama vile sponsoro wa timu ya Mirage. Niende kwa upande wa CFTA kama vile sponsoro wa Tanganyika Cup. Sisi tuseme okay, tunashukuru kwanza mambo lisikili fanya jaribu kuweka ordre kwa sekta yetu ya Tanganyika, kwa sababu ni kuambie ndugu mtangazaji, ameniambia wana soka watu wa Fizi kwamba Fizi kuna matatizo makubwa sana ya kisoka. FI inashindwa na kazi. Na baada ya kushindwa na kazi wanaleta division, wanajaribu kufanya ile wanasemaka diviser pour mieux régner mkifaransa. Wanajaribu kuleta mizozo ili waweze kugawa, ili waweze kubaki madarakani. Mwache kuselomie niseme hiki. Liski ukienda Google ukitafuta Liski ni association sans but lucratif. Liski haikupurupuka kufanya partenariat na EFI. EFI c'est une association sans but lucratif. C'est-à-dire, EFI ni partenaire wa Liski. Selomie, sijui kama ndo hivyo, labda ndo comprehension yangu. Na kama EFI ni partenaire wa Liski, sasa CFTA ni partenaire wa EFI parce que si tunafanya kazi tunapeka kwa EFI tunapeka kule mbele. Sasa EFI abana ile kapasite ya kujua koma partenari inafanya kazi. EFI inajua kama ni partenere wako, yani huko suzordre yake manake anakutembeza kisa nataka. Ajua kama partenere anavunja mkataba muda wote. Kama unafanya kazi yenye nataka na mimi ni partenere wako na kutolea pesa nafanya nini? Nasema no, sasa ni pale. Sasa iko njia nzuri yenyewe mimi nilikuwa nataka ilikuwa nitoe pesa. Ndio maana mashirika wanataka sponsor mwenye sponsorize partenere anakatala hatoe budget ya mwaka mwingine, anatoa contrat kwao. Si anataka CFTA tukwa partenaire wa EFI.
na EFI aioni ile. Tunafanya kazi ya EFI, na kama tunafanya kazi ya EFI kuna droit ya kufanya kwetu, sio sheria tu. Mujafile mfanye hivi, na kuna resource yenye EFI inaleta kwetu. Serikali munane zenye tuko nazo, tuko wa partenaire wa EFI. Liski inabidi inafanya kazi yake, ifanye rapport kufekofa nyiko vibarable parce que naye ni partenaire wa fekofa. Sasa kama Liski ikijua kwamba EFI inafanya desordre parce que serikali munane, zile serikali zote ni partenaire wa EFI. Mwi serikali munane zote zenye ziko kufizi partenaire wa EFI. Abana bonne collaboration na EFI. EFI inaribu relation entre EFI na hizi association zenye ziko kutere. Na association ziko kutere ndo ziko na participa, ndo ziko na beneficiaire. Ba beneficiaire ba projet ba Liski, ba beneficiaire ba projet ba EFI ni matimu. Na EFI haina collaboration mzuri na matimu kwa sasa. Mwaje niseme hivi. Na ndio maana nasema kuko mpe de problème kati ya EFI na hivyo. Lakini mimi kwa kifupi nirudi kwa swali ni kwamba tunashukuru kwa ile balifanya, baleta komite mpya, tunajaribu kuangalia komite itafanya hai parce que komite ndio ileta mwezi uliopita yenye walinometa na hapa ya ndugu Luonga na bangine walikuwa mkomite abana kapasite ya kujere. Uliona tu baliharibu mwanzo mwisho. Komite yenye ilikuya ifanya tu mwezi moja, sio hata mwezi, parce que balifungia babele ilifanya MP le 15 na kufingi le 15 komite mpya yenye ililetwa na EFI iliharibu kila kitu mpaka na kuvote budget negative. Ile ni aibu. Na kama vile nyinyi ambao mnakuwa ni wapendelevu wa soka katika maeneo ya nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hasa zaidi sana mkipenda maendeleo ya soka ya katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka, hii hali ya uteuzi wa viongozi kila mara upande wenu mnafikiri kwamba itaweza kabisa kweli kwenda sambamba na mawazo yenu ya kuweza kuleta maendeleo katika maeneo haya ya tarafa la Fizi na mji wa Baraka kisoka? Ya sawa, asante sana ndugu mtangazaji. Naona samani rezo ni kwa mbaya sana, naona ilikuwa katika kuna swali zingine sikusikia vizuri, lakini watu ni sema kwa hii ambayo nimesikia kuhusu hiyo komite ya normalisation imetoka. Najua kwamba nilisema labda utasikia vizuri kwa njia sauti kwa juu kwa katakata kulingana na network. Niseme kwamba mimi kwanza kwa upande mwingine ni kwamba EFI inasahabu role ya EFI. Parce que ukiangalia vizuri EFI ina role mu Tanganyika ama ina role mu Fizi. Kama EFI ni organisation c'est un but lucratif na cercle zote bemema. Kama ukisema kitu kwa politiki alafu tena wewe wa EFI unafanya politiki, ukisikia expression ya mtu wa EFI alidafanya Assemblée Générale mu Tanganyika, ulisikia kisa alisema kama ulifuata audio yake nani ya intervention yake kwa radio, alisema no tunafanya hivi, tunamtoa hivi president, tunawakiona. Yani inaonyesha kwamba hapa anafanya vitu vyenye abajui. Sione kipe yenye EFI kunaleta tena Mtanganyika, sione kipe yenye EFI inaleta mu Fizi. EFI yenye inaleta kipya ni kudiviser pour bien régner. Na siye Tanganyika makomite inakuya, unaona kama nilisema mbele balinome komite yenye ilikuwa karibu zaidi. Cercle yenye ilikuwa na 20 club affilié ko championnat. Cercle yenye kuna championnat iko na tournoi Tanganyika cap ya 5 budget. Cercle yenye ilinunua madokima na kuvalide manani d'assurance na nini, inatoa budget negative. Influence ya nani? Ya EFI. Ile ni chose yenye iko drôle. Aliweka vigemu kichwa watu. Ile inaonyesha kama EFI iko na incapacité ya kujere cercle munane. Na kama Liski itasikia intervention yangu, wajua kwamba EFI haina une nouvelle gestion ama stratégie ama idée ya kuleta ku sport ya Fizi. EFI ko pale kudiviser batu. Vurugu iko EFI ko kwenye iko Fizi ni EFI. EFI naribu mpira Fizi. Niseme hiki kitu kwa lugha nyingine. Mie nilikuwa mtoto sana Baraka.
tuko na vijana, tuko na Flambeau, tuko na Nouveau Regime, tuko na Bata, tulikuwa na Olympique na pale Baraka pale. Kulikuwa talasi mwa za ajabu zenye aziko zenye zitakuyaga labda wakina Kibulubulu, bakina Kaslo, bakina Basha, bakina bakina Stamina, Jomali, balikuwa na vipaji vya mpira vya ajabu, ila tukufika mwini hivyo hapakuwa pesa. Mais actuellement mpira kuna pesa, efi akuna kenye na créer, akuna talent yenye banasema no bana support, na sisi tuko hapo kupromote talent ya vijana. Na ndio maana Tanganyika tulianza systeme ya kuleta Tanganyika Cup iweze kupromote talent ya vijana wetu. Mais ifia haina ta projet moya muserka ta moya, c'est-à-dire bako pale kuvuruga premiere yenye. Naomba matimu zote za Tanganyika ziweze kushirikiana, timu zote za Fizi tushirikiane, parce que ngama EFI haitajiretrouver, atula muhimu si collaborer na EFI. Na ujumbe wangu mkubwa kwa timu zote za Tanganyika, hatuna ugomvi kati ya timu na timu nyingine. Naomba timu za Tanganyika zote tushikamane, tukue solide. Tunahitaji kuna muhimu wa timu zote 34 zenye ziko Tanganyika Cup kuwa solide. Tuache siasa ambazo zinaletwa na EFI. Kiongozi wa EFI iko nani Kalemi, sekretari wa EFI iko Bujumbura, bengine sijui nitasema wako wapi. Hatuna conflict na EFI, batu lazima bajue ni nani atawasaidia kumpira. Kwa sababu kama tukifuata watu kama bali batu bangana tujero mpira tuendelea. Hatuzifika mbele. Miaka yote nenda rudi, hakuna timu yenye inaenda muligi day. Miaka yote nenda rudi, hakuna timu inaenda muligi day kuongana ba kikombe. Unaona? Ile yote ni kuharibu mpira. Tuko na talent, tukifanye fondation. Na ndio kitu nitaji. Nitaomba timu zote za Fizi, timu zote za Baraka, timu zote za Tanganyika tushirikiane. Tusaishe makosa. Na hata ifika mko nasikia, bawezi kujisaisha kwa makosa kunayo. Parce que kuna makosa mengi. Itakuwa hivi mwiko Kalemi anabatoa decision, mtu kwa secretary ndio barua iko Bujumbura na nyinyi mnakubali tu. Ni desordre. Naomba tushirikiane. Na EFI geuke. Batu ba diriger EFI bageuke. Mujue sisi tuko partenaire benu na sisi tuko na collaboration. Na partenaire kontra na shaka. Kama mjue jinsi ya kuwaka mpira. Ama vyenyewe huko partenaire wa mtu ukisha kwaka. Tuko na contrat kati ya EFI na SEFTA. Hausu tubebe unataka, unatoa eti na mvute bila negative. Na watu wengine wanakubali meja sport, wanavute bila negative. Ili ni erreur. Labda mara tena kabla ya kuweza kuagana hivyo, ungeweza kujitambulisha tena kwa watazamaji wetu na wasikilizaji ambao wameweza kukusikiliza kwa muda wote huu. Ya, kwa kumalizia kama nilivyosema ndugu mtangazaji, kwa majina naitwa Sadiki Bertin. Ni mwana soka, penda sana mpira. Ni mwana mpira tuseme. Ni mwana soka. Ni mpendelevu wa michezo. Naomba EFI ijiretrouve. Na kama itajiretrouve basi yache mpira. Nikisema hivi najua batajua kwamba na watukana na wazarau, siongee kwa kuwazarau, siongee kwa kutukana. Nikinataka bajikurije kuberero kunayo ya diviser pour mieux régner, banaleta probleme kuli kwetu, banafanya nini na ile haiko mzuri. Na komite ya normalisation mimi sina probleme kama batumike kazi tu bien, kama tatumika parce que ni kazi wanapewa ni ya kuleta batu pamoja. Kama komite ya normalisation inakuya Tanganyika ni kwa sababu banajua kuko probleme. Siyaonaka fasi kutatiliwa komite ya normalisation kama kuna probleme. Ile inamaanisha kwamba kuko probleme Tanganyika yenye iko koze na EFI, ndo maana baletea komite de normalisation pale. C'est-à-dire, liski najua kwamba Tanganyika kuko probleme deja yenye iko koze na EFI. Na mimi na apprécier parce que ile komite ya normalisation inaonyesha wazi ke EFI inaleta probleme Tanganyika. Na tuweke komite ya normalisation kule kwa sababu EFI iko na probleme. Ilitengeneze, natengeneza, nipata kushukuru tu sana. Nitaomba liski
isiishie tu kutanganyika. Serte zote za Fizi zinaomba komite ya normalization kwanza tutengeneze mpira wa Fizi. Kama nataka mpira wa Tanganyika uendelee na mpira wa Fizi uendelee, tuweke komite za normalization kwanza zitengeneze vizuri. Na ile inaonyesha kwamba EFI ndo agent causal parce que ina divise watu premiere yenye. Na nitaomba timu zote za Fizi kuendana na mazingira yenye iliyoko kwa sasa ya kutia komite ya normalization pour que EFI reconnaître makosa inafanya. Hiyo ndio kitu nitasema na nitaomba kwa kumaliza. Anayekuwa akiongea labda ni ndugu Sadiki Bertin. Mie ni mwana memba wa soka wa Kongo, ama pia niseme Fizi, ama niseme Sud Kivu General. Asante. Asante sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji, umeweza kumsikiliza hivyo vya kutosha zaidi bwana Bertin Sadiki ambaye tulikuwa naye kwenye line ya simu moja kwa moja hapa akitokea huko nchini Marekani. Mtazamaji, na labda sijui upande wako una maoni gani kutokana yote ambayo tumeweza kuyazungumza mwanzo mwisho naye bwana Bertin Sadiki, na tunakusii mara tena usikosi kucomment, kulike na kusambazia wengine ili na wao waweze kufaidika kwa yale ambayo umeweza kufaidika nayo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma kama vile mtangazaji wako kwa muda wote huu. Na hii ni Ngobo TV Media. Tukutanane baadaye kwenye vipindi vingine. Nasema kwaheri.